Za kuangalia gazeti la Mtanzania, fikra ya kinifu katika ukurasa wa mbele, matajiri maliasili kutumbuliwa, serikali ya kusudia kupitia upya bei ya vitalu vya uwindaji, ni habari katika ukurasa wa kwanza. Ikiandikwa vita ya utumbuaji majipu iliyoanzishwa na Rais Dr. John Magufuli tangu alipoingia madarakani mwishoni mwa mwaka jana inazidi kushika kasi baada ya waziri wa maliasili na utalii Profesa Jumanne Magembe kusema wakati wowote kuanzia sasa serikali itaanza mchakato wa kupitia upya bei ya umiliki wa vitalu vya uwindaji ili kuona kama inakidhi vigezo. Ni habari inaendelea katika ukurasa wa 4. Mtoto wa teketea ndani ya nyumba, habari hii inaandikwa katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mtanzania. Na hukumu ya mahekalu kesho Dar es Salaam, habari hii inaandikwa katika ukurasa wa 2. Hukumu ya nyumba za kifahari zilizojengwa sehemu zisizoruhusiwa inatarajiwa kuanza kutekelezwa kesho kama ilivyotangazwa na serikali. Ni habari inaendelea katika ukurasa wa 2. Na Rita yapendekeza sheria ya ufilisi, habari hii pia inaandikwa katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mtanzania. Na ukurasa wa 3, Bulembo mvaa Edward Lowassa, ni habari inasema mwenyekiti jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Abdalla Bulembo amemtaka aliyekuwa mgombea rais wa Chadema Edward Lowassa kuwataja hadharani wafanyabiashara waliokuwa wanasaidia UKAWA kutozwa kodi kubwa. Mwalimu arejesha fedha za wanafunzi. Huyu ni mwalimu wa shule ya sekondari Gunga Day mkoani Tabora aliyedaiwa kuwachangisha wanafunzi wa kidato cha 3 zaidi ya shilingi milioni 2.8 kwa ajili ya kwenda mbuga za wanyama Ngorongoro kujifunza. Ameanza kurejesha fedha hizo. Na nikiangalia katika ukurasa wa 4, matajiri maliasili kutumbuliwa, ni habari inaendelea ikiandikwa kutokea ukurasa wa kwanza. Na DC yaunda kamati kuchunguza mgomo, ni habari kutoka Moshi. Ni mkuu wa wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro Novatus Makunga ameunda kamati 3 za kuchunguza mgomo baridi wa madaktari na manesi unaoendelea katika hospitali ya Kibosho, kwa kifupi aliandika kwenye Mtanzania. Mwananchi CCM mjia juu Lowassa mtaka ataje wafadhili wa Chadema wanaonyanyaswa, awajibu kuwa swala si kutaja majina bali kufanya utafiti na kuwajua. Ni habari inaandikwa katika gazeti la Mwananchi, lakini tayari nimekusomea kwenye gazeti la Mtanzania. Na bomoa Dar es Salaam yatua mahakama kuu. Sakata la bomoa kwa wakazi wa Mabondeni limechukua sura mpya baada ya mbunge wa Kinondoni Maulid Mtulia CUF kufungua kesi katika mahakama ya ardhi kupinga ubomoaji wa nyumba bila kutoa njia mbadala za makazi. Ni habari katika ukurasa wa kwanza. Na usalama wa wateja benki shakani, habari hii inaandikwa katika ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mwananchi. Hali ya taharuki imeanza kuwakumba wateja wa taasisi za fedha nchini, hasa benki, kutokana na kuibuka kwa matukio ya wateja kuporwa wanapotoka kuchukua fedha. Habari hii inaandikwa kutokea Moshi. Na nikiangalia katika ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mwananchi, Ikulu ya mshangaa Dr. Mahanga. Ni katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefu amesema ameshangazwa na kauli aliyekuwa naibu waziri wa kazi na ajira Dr. Makongoro Mahanga kuwa wengi wa makatibu wakuu na kinzana na dhana kupunguza ukubwa wa serikali ya Rais John Magufuli. Ukurasa wa 5, wakuu 15 shule za wazazi matatani, ni habari inaandikwa ni kutokana na tuhuma za ubadhirifu. Hili ni gazeti la Mwananchi. Uhuru Chadema ya vurugu mpango wa Mbowe kugawa cheo kwa Sumaye waanikwa, habari hii inaandikwa kutoka katika ukurasa wa kwanza. Ni waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye ameanza kuivuruga Chadema kutokana na mipango ya kupewa katibu mkuu wa chama hicho kuibua mtafaruku mkubwa. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 4. Jambazi hatari la naswa Arusha la kutwa na funguo bandia 400. Habari kutoka Arusha. Ni polisi mkoani Arusha wanamshikilia jambazi sugu Chocha Mangenya baada ya kukutwa na lundo la funguo bandia 400 na kadi za milango za hoteli za kitalii na nyumba za kulala wageni. Habari pia inaendelea katika ukurasa wa 4. Lakini habari nyingine inaandikwa mfanyabiashara amiliki hekta 2080 kijiji cha Baki na 570. Habari inaandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Mfanyabiashara maarufu jijini Dar es Salaam Patel maarufu Jitu Patel anadaiwa kumiliki hekta 2080 za kijiji cha Mvumi A kilichopo Kilosa mkoani Morogoro na kukiachia kijiji hekta 570. Ni habari inaandikwa ikitokea huko Kilosa. Na nikiangalia katika ukurasa wa 5, waziri agiza NSC kujenga nyumba za gharama nafuu. Ni habari inaandikwa na halmashauri zitakiwa kuweka mazingira rafiki. Hili ni gazeti la Uhuru.
Majira pamoja na habari kuhusiana na Lowassa kuleta ushahidi, TRL RACO wapewa siku 3 watakiwa kukamilisha ukarabati reli ya kati. Habari hii inaandikwa katika ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Majira. Na katika ukurasa wa 2, Mufti mkuu ashauriwa kutopeleka taarifa TRA ni zile zinazohusu misamaha ya kodi kwa magari 82. Ni mwenyekiti wa taasisi ya Kiislamu ya Imam Bakari Sheikh Khalifa Hamis amemshauri Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir kutopeleka taarifa zinazohusu misamaha ya kodi ongezeko la thamani VAT kwa magari 82 yaliyoingizwa katika kipindi cha miaka 10 zinazotakiwa na TRA. Ni habari katika ukurasa wa 2. Sheikh inafanya usafi wa mazingira atoa agizo. Habari inaandikwa kutoka Zanzibar. Ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amezitaka mamlaka zinazohusika na afya, usafi na mazingira kuhakikisha suala la usafi linakuwa endelevu ili kulinda afya na kuepusha magonjwa ya kuambukiza. Ni habari katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 4 hii ya TRL inaandikwa kutoka ukurasa wa 1 inasema waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa ametoa siku 3 kwa watendaji wa shirika la reli nchini TRL, kampuni hodhi ya mali za reli RACO, kuhakikisha sehemu ya reli iliyosombwa na mafuriko katika wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro inaunganishwa ili huduma za usafiri wa treni ziendelee kama kawaida. Kwa kifupi ni gazeti la Majira. Jambo leo Zito ampa jibu Rais Magufuli ni la walioficha mabilioni ya fedha nchini Uswizi, asema hadi kieleweke ataka bunge lijalo lijadili. Sasa amua kumwandikia barua mwanasheria mkuu. Ni habari katika ukurasa wa 2 na nukuu hapa ya Kabo ikiandikwa, nimeamua kuandika barua kwa lengo la kukumbusha sakata la walioficha mabilioni ya fedha nje ya nchi. Lazima tufike mahali tuone hatua kali zinachukuliwa kwa waliohusika. Ni nukuu ya Zito Kabwe. Siri ya vitambi kwa wanawake hadharani. Habari katika ukurasa wa 4. Na ulinzi waimarishwa alikolazwa Askofu Pengo. Ni habari inaandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini hii ya Zito ambayo inaandikwa kutoka ukurasa wa 1 inasema hadi kieleweke. Hii ndio kauli ambayo kwa sasa kiongozi wa ACT Wazalendo ambaye pia ni mbunge wa Kigoma mjini kupitia chama hicho Zito Kabwe amewasilisha barua kwa mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju kuhusu Watanzania walioficha fedha nje ya nchi ikiwemo Uswizi. Na nikiangalia katika ukurasa wa 3, ulinzi waimarishwa alikolazwa Askofu Pengo. Ni ulinzi umeimarishwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo kwenye hospitali ya taifa Muhimbili, ambapo kwa sasa Askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amelazwa akiendelea kupatiwa matibabu. Kwa kifupi Jambo Leo